wa biashara na uwepo wa material ya mbao, kwa maana ujenzi ambao ulikuwa umefanyika kwenye vibanda hivi ulikuwa ni ujenzi wa vibanda vya mbao. Kwa hiyo moto huu ulikuwa ni kusambaa kwake ilikuwa ni rahisi sana kutokana na nature ya material kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini tunamshukuru Mungu, moto huu hauna madhara yoyote kwa binadamu isipokuwa tu ni mali. Na kwa tathmini ya haraka ambayo imefanyika inaonyesha kwamba zaidi ya vibanda 500 vimeweza kuathirika na moto. Lakini baada ya kukata moto kutosambaa katika maeneo mengine, kuna maeneo yale ya shedi ambayo yalikuwa yanatumika na wafanyabiashara wengineo, wafanyabiashara matunda na vyakula mbalimbali. Zile shedi takriban 6 zimenusulika na zaidi ya vibanda 280 pia nao vimenusulika. Nitoe rai kwa wafanyabiashara ambao wana mtindo wa kujenga vibanda vya mbao. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa rai kwamba wakati wa ujenzi wa ufanyike ujenzi wa material ambayo hayatasababisha moto kusambaa kwa haraka kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine. Lakini pia tunaendelea kusisitiza wakati wa ujenzi wa vibanda kuhakikisha kuwa kuna fire break, kwa maana zile njia ambazo zitasababisha moto kusambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Itakuwa ni rahisi kucontain moto katika block ambayo ina fire break. Tofauti na hapa moto ulisambaa katika vibanda hivyo nilivyovitaja kwa sababu wa kukuwa na vikinga ama fire break, kwa maana ya zile mita za kuzuia moto kusambaa katika maeneo haya. Lakini pia nitoe shukrani za dhati kwa wananchi na wafanyabiashara ambao wanafanya kazi katika maeneo haya kwa kuweza kutupatia msaada mkubwa lakini na ushirikiano. Sasa hivi hali jinsi ilivyo hatujabaini chanzo kwa haraka, na tumeanzisha investigation kwa maana uchunguzi, na mara baada ya uchunguzi kukamilika taarifa rasmi itatolewa ya nini hasa chanzo ambacho kimesababisha moto huu. Asante. Tumefika hapa baada ya kuwa tumepokea taarifa ya ajali ya moto katika soko letu eneo la Mawasiliano, wilaya ya Ubungo. Kama ambavyo kamanda wa zimamoto ameeleza, moto huu umeanza around saa 11 ambapo jeshi letu la zimamoto na uokoaji walifika hapa kwa wakati wakishirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba moto huu unadhibitiwa, na mpaka sasa ninavyozungumza tayari kwa asilimia kubwa moto umeweza kudhibitiwa na hausambai kwenda maeneo mengine, ingawaje shughuli ya kuuzima kabisa inaendelea. Hasara ambayo imepatikana ni kubwa. Kama ambavyo tumesikia, kuna wafanyabiashara au vibanda takriban 500 vimeteketea kutokana na moto huu mpaka sasa. Kwa kiasi hiki cha hasara sio kidogo. Kwa sisi kama serikali, mimi kama mkuu wa wilaya, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimefika hapa kwanza kusimamia shughuli ya uzimaji moto inayoendelea, lakini pili kuwa na wananchi na kuwapa pole kwa hasara hii kubwa ambayo wamepata. Serikali iko pamoja nao wakati wote kuhakikisha kwamba tunaangalia namna gani tunaweza kuwarejesha katika hali ya kawaida ya wao kufanya biashara baada ya kuwa wamepata hasara hii. Ni mapema mno kuweza kuzungumza ni mipango gani tutakayoifanya kuwarejesha katika hali ya kawaida, kwa sababu kwanza ni lazima tuhakikishe eneo hili ni salama. Lazima tuhakikishe moto wote umezimika na hakuna viashiria vyovyote au uwezekano wowote wa moto kuwaka tena na kuleta hasara zaidi. Kwa hiyo niwaombe wafanyabiashara wawe watulivu katika kipindi hiki, watoe ruhusa na nafasi kwa jeshi letu la zimamoto na uokoaji pamoja na jeshi la polisi kuifanya kazi hii hadi ikamilike. Najua wengi wangetaka hata kesho waweze kurudi na kuanza kufanya biashara, lakini kwanza tudhibiti kuhakikisha kwamba hapa pako salama. Lakini jambo la pili, nitoe rai kwa wananchi ambao walikuja hapa kusaidia kuzima moto na wengine kuangalia nini kilichotokea. Kwa muda huu ambao tumeshafikia, tuwaombe wale wote ambao hawahusiki waliache eneo hili liwe wazi ili kulinda usalama wa mali za wananchi zilizoko hapa. Hatutegemei, kwa sababu mpaka sasa nawashukuru sana wananchi kwa namna ambayo wameshirikiana na jeshi la zimamoto. Lakini baadaye kunapokuwa na giza, sio wote wanakuwa ni wema au wote wanataka kubaki hapa kwa nia njema. Kwa hiyo niwaombe wale wasiohusika waondoke katika eneo hili, watuache ili tuweze kufanya kazi. Lakini kwa wale wafanyabiashara ambao watapokea mizigo usiku, tunafahamu kuna magari ambayo tayari yako njiani analeta mizigo hapa kwenye biashara za mazao na biashara nyinginezo. Tumeshawaelekeza viongozi wafanya biashara waweke utaratibu mzuri, kwanza washirikishe jeshi la polisi
kuanzia magari yanapotoka huko, ili tujue yanavyokuja tuyape utaratibu. Kama ni sehemu ya kupaki, yapewe maeneo pa kupaki maalum, lakini asije mtu akatoka tu moja kwa moja anataka kuingiza bidhaa ndani ya soko wakati tayari tuna changamoto hapa itakayopelekea mtu apate hasara. Kwa hili ni la muhimu sana kwa wafanyabiashara na viongozi wao tayari tumeshawapa maelekezo. Lakini la mwisho ni kutoa rai kwa wafanyabiashara wote na vyombo vyote vinavyohusika na usimamizi wa masoko kuchukua hatua muhimu sana kudhibiti mioto katika maeneo yetu. Inapotokea wafanyabiashara wanajenga vibanda vyao, mara nyingi huwa hatutoi nafasi ya kwanza magari ya kupita ya kuzima moto, lakini pia tunaviunganisha sana kiasi kwamba ikitokea changamoto vibanda vyote vinashika moto kwa wepesi. Sasa sisi tutaendelea kusimamia kwenye masoko mbalimbali, na nimeyataja wakati tunaongea pale awali, pale Malamba Mawili, Mbezi kwa Yusufu, Mbezi kule kama unaelekea Goba, Mabibo, Manzese. Ni lazima tuende tupite tuangalie, na jeshi la zimamoto piteni. Sasa hivi hatutaenda kama tunaombana kuachia njia. Uongozi wa masoko, wale watu ambao wameuziwa maeneo yaliyokuwa njia watoke, ili kuepusha hasara kwa wafanyabiashara wengine. Na bahati nzuri wafanyabiashara huwa wenyewe wanajua wapi waliacha njia ili kuepusha hatari kama hizi. Sasa wapo wachache, anaenda pale anapita njia anazozijua, anatoa fedha, anauziwa kaeneo ambapo kalikuwa ka njia. Baadaye likitokea janga kama hili tunashindwa kuchukua hatua za kudhibiti mioto katika maeneo yetu. Kwa hiyo nitoe rai katika maeneo yote ya masoko, hatua za haraka zichukuliwe kuondoa vihatarishi vinavyoweza kusababisha hasara pale tunapopata majanga kama haya. Lakini nawashukuru waandishi wa habari kwa sababu na nyinyi mmekuwa ni watu wepesi sana kutupashanisha habari. Wakati mimi napokea taarifa na nyinyi tayari mlikuwa mko njiani kufika hapa. Na hii inasaidia wananchi wengine kujua nini kinachoendelea na kufika kwa wakati, kutoa msaada na kushirikiana na majeshi yetu katika kuchukua hatua zile muhimu kudhibiti moto. Kwa hiyo tunawashukuru sana na Mungu awabariki.